Kule Mtwara leo kuna watu wamefanya fujo, na wanafanya fujo kwa madai kwamba ile gesi mali yao, hawataki iende kokote. Nililisemea na narudia kulisemea, rasilimali ya nchi hii popote ilipo ni mali ya Watanzania wote. Tukianza kusema zabibu ya Dodoma ni ya Wadodoma, almasi ya Shinyanga Mwadui ya watu wa Mwadui, dhahabu ya watu wa Nyarugusu, kahawa ya watu wa Bukoba na Kilimanjaro na hatuna tena kitu kinachoitwa taifa. Nchi ya namna hiyo duniani haipo. Kama tunataka kutengeneza maajabu ya Mtwara, tuyatengeneze sisi wa Tanzania, na hilo hatukubali, hatutaliruhusu. Nchi hii ni moja, rasilimali za nchi hii ni za watu wote. Lakini naposema hivyo, rasilimali zile zitatumika kwa ajili ya manufaa ya wote, pamoja na wale ambapo rasilimali hizo zinatoka. Nilieleza, siwesema namna nimeshasema mara 2 mara 3 kwamba pale Mtwara hapaja sahaulika. Iko mipango kabambe ya kutumia gesi ile pale kujenga viwanda vya mbolea, kujenga viwanda mbalimbali vitakavyotumia gesi ile kwa maendeleo pale. Tutazalisha umeme pale, tutausambaza maeneo yote ya mikoa ile ya Mtwara, Lindi na Ruvuma na kuunganisha kwenye grid ya taifa. Lakini pia tutaitumia gesi ya Mtwara kama tunavyotumia ya Songo kuipeleka Dar es Salaam na kuisambaza katika maeneo mbalimbali ya nchi hii. Nataka ifike Tanga, ifike na maeneo mbalimbali, itumike kwa manufaa na maendeleo ya nchi hii. Waziri mkuu alikwenda pale akakaa nao, akawaeleza ukweli huu, na mawaziri walikwenda pale kuwaeleza mipango gani iliyokuwepo ya serikali ya viwanda, ya maendeleo ya miundombinu pale Mtwara. Mimi nilizani tumeelewana. Sasa walisema wanasubiri bajeti ya waziri wa nishati ikisomwa. Sasa imesomwa, wamekuwa wanafanya fujo pale mitaani, wapo waliokamatwa, na tusema ni kwamba hatutakubali, hatutaachia kundi la watu wachache wavuruge amani ya nchi yetu. Hatutakubali. Waliokamatwa wataendelea kuchukua hatua na vyombo vya sheria, na tutawasaka na viongozi wao, tutawafikisha mahakamani, tutawafikisha kwenye vyombo vya sheria wawajibike. Hatutakubali kuiacha nchi hii. Narudia kusema kwamba wananchi wa Mtwara, Lindi na popote pale ambapo rasilimali zipo hawaja sahauliwa na hawatasahauliwa, hawatapuuzwa. Lakini madai kwamba rasilimali iliyopatikana Chalinze ya watu wa Chalinze na kwamba Morogoro hahusiki, madai hayo hayakubaliki na hayana nafasi katika nchi ya Tanzania. Nalisema hili halina uhusiano na leo, lakini nimeona nitumie nafasi hii kulieleza vizuri kwamba hatutakubali watu wavuruge nchi yetu kwa tamaa zao tu za umaarufu wa kisiasa. Hili hapana. Atakayejaribu tutamchukulia hatua zinazopasika, na aliyemuongoza pia hatutamwacha, naye pia hata kama ana mapembe makubwa kiasi gani tutayakata. Asanteni sana.